Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu, Mheshimiwa Paramagamba Kabudi leo amewasilisha bungeni Dodoma taarifa ya hali ya dawa za kulevya nchini kwa mwaka 2025. Akizungumza na waandishi wa habari, Waziri Kabudi amesema serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imepiga hatua kubwa kupitia mamlaka ya kudhibiti dawa za kulevya na vyombo vya ulinzi na usalama. Mbali na udhibiti, serikali pia imeimarisha elimu kwa umma na ushirikiano wa kitaifa na kimataifa katika kubadilishana taarifa na kuendesha operesheni za pamoja, huku akiwataka wananchi kutoa taarifa kwa vyombo husika pale wanaposhuhudia biashara au matumizi ya dawa za kulevya. Mimi ni Agnes Peter na hii ni Jimbi TV, sauti yenye nguvu. Leo asubuhi serikali imewasilisha bungeni, imeweka mezani bungeni taarifa ya hali ya dawa za kulevya ya mwaka 2025 na uwasilishaji wa taarifa hii ni utekelezaji wa kifungu cha 66 cha sheria ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya ambayo ni sheria namba 5 ya mwaka 2015 inayoagiza serikali kuandaa na kuwasilisha bungeni taarifa hiyo kila mwaka, na lengo la taarifa hiyo ni kuonyesha uwajibikaji wa serikali kwa wananchi kupitia bunge, na pamoja na kutoa tathmini ya utekelezaji wa mikakati ya udhibiti wa dawa hizo kwa mwaka husika, na hapa mwaka husika ni 2025. Lakini pia taarifa hii inatoa nafasi kwa bunge kutoa ushauri kwa serikali kuhusu namna bora ya kukabiliana na tatizo la dawa za kulevya nchini. Sasa, ndugu waandishi wa habari wenzangu, taarifa niliyowasilisha leo inaonyesha namna serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inavyowekeza na kuwekeza nguvu kubwa katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Kupitia mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, vyombo vya ulinzi na usalama, wadau wa ndani na nje ya nchi, pamoja na jamii kwa ujumla, serikali katika mwaka 2025 imepata mafanikio makubwa katika kudhibiti biashara na matumizi ya dawa za kulevya. Ndugu waandishi wa habari wenzangu, mwaka 2025 bangi iliendelea kuwa dawa ya kulevya iliyokamatwa kwa kiwango kikubwa zaidi, ambapo jumla ya tani 1017.26 zilikamatwa. Hata hivyo, kiasi kilichokamatwa kilipungua kwa asilimia 55.97. Kwa mnaweza mkaona mafanikio yamekuwa ni zaidi ya nusu ikilinganishwa na mwaka 2024. Hii ni kutokana na utekelezaji wa mashamba makubwa ya bangi uliofanyika mwaka 2024 na kuimarika kwa udhibiti, ikiwemo utoaji elimu kwa jamii inayojihusisha na kilimo cha bangi kuhusu madhara ya kilimo cha zao hilo. Lakini pia jumla ya tani 26.36 za mirungi zilikamatwa. Kiasi hiki kiliongezeka kwa asilimia 42.88 ikilinganishwa na mwaka 2024. Sasa ongezeko hili la mirungi linaashiria kuimarika kwa operations za ufuatiliaji na udhibiti, hususan katika maeneo ya mipaka na njia zinazotumika kusafirisha dawa hizo za mirungi. Kwa upande wa dawa za kulevya za viwandani, serikali ilifanikiwa kukamata methamphetamine kilogramu 907.18, heroin kilogramu 672.23, cocaine kilogramu 4.89, MDMA gramu 178 na MDA gramu 7.82. Aidha, kwa mara ya kwanza mwaka 2025 serikali ilikamata tani 29.52 za aina mpya ya dawa za kulevya aina ya kratom itokanayo na mmea unaoitwa Mitrogynea speciosa. Dawa hii iliingizwa nchini kama mbolea. Baada ya uchunguzi ilibainika kuwa ni dawa ya kulevya. Mafanikio haya yametokana na kazi kubwa iliyofanywa na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama katika kudhibiti mitandao na njia za usafirishaji wa dawa za kulevya kupitia nchi kavu, anga na majini. Ndugu waandishi wa habari wenzangu, aidha serikali iliendelea kuimarisha ukaguzi katika vituo vya forodha, vyombo vya usafiri
kampuni za usafirishaji vifurushi na kwenye kampuni zinazojihusisha na biashara za kemikali bashirifu na dawa tiba zenye asili ya kulevya kwa lengo la kudhibiti uchepushaji. Kupitia ukaguzi huo, jumla ya tani 31.76 na lita 183,500 za kemikali bashirifu pamoja na kilogramu 2.36 na milimita 160 za dawa tiba zenye asili ya kulevya zilikamatwa. Kwa upande wa makosa ya dawa za kulevya, mwaka 2025 jumla ya mashauri 1124 yalifunguliwa katika mahakama mbalimbali nchini. Pamoja na mashauri yaliyokuwa yakiendelea katika mahakama mbalimbali nchini, mashauri 1373 yalitolewa hukumu na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilishinda mashauri 1058. Kadhalika, mali zenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 3.3 zilizohusishwa na makosa ya dawa za kulevya zilitaifishwa. Ndugu waandishi wa habari wenzangu, sambamba na hatua za udhibiti, serikali iliendelea kutoa huduma za tiba za utengamano kwa watu wenye uraibu wa dawa za kulevya. Mwaka 2025 jumla ya watu 85,425 wenye uraibu wa dawa za kulevya walipata tiba bure kwenye vitengo vya afya ya akili katika hospitali za rufaa za mikoa na kanda, kliniki za kuhudumia waraibu wa dawa za kulevya, yani medically assisted treatment or therapy, na nyumba za upataji nafuu nchini. Ndugu waandishi wa habari wenzangu, elimu kuhusu madhara ya dawa za kulevya iliendelea kutolewa kwa umma kupitia kampeni mbalimbali za uelimishaji katika jamii, taasisi za elimu na vyombo vya habari ambao ni nyinyi, ili kujengea jamii uelewa, maamuzi sahihi na uwezo wa kujilinda dhidi ya matumizi na biashara ya dawa za kulevya. Katika kuimarisha ushirikiano wa kitaifa, kikanda na kimataifa, serikali imeendelea kushirikiana na wadau mbalimbali wa ndani na nje ya nchi katika kubadilishana taarifa za kiintelijensia, kujenga uwezo wa kitaasisi pamoja na kuendesha operation za pamoja dhidi ya mitandao ya usafirishaji na biashara ya dawa za kulevya. Ndugu waandishi wa habari wenzangu, matokeo chanya katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya yanatokana na dhamira thabiti, maono na uongozi mahiri wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwani chini ya uongozi wake amewekeza kwa kiasi kikubwa katika kufanikisha mapambano dhidi ya tatizo la dawa za kulevya nchini. Naipongeza Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, wataalamu wa afya, wadau katika mapambano na wananchi kwa ushirikiano wao uliosaidia kuyafikia mafanikio niliyoyaeleza. Ushirikiano ni silaha muhimu sana katika vita dhidi ya dawa za kulevya, kwani mafanikio ya kweli yanahitaji juhudi jumuishi kati ya serikali, taasisi binafsi, wadau wa kimataifa na jamii kwa ujumla, ikiwa ni pamoja na vyombo vya habari. Pamoja na hayo, naomba wananchi waendelee kutoa taarifa pale wanapohisi au kushuhudia viashiria vya biashara au matumizi ya dawa za kulevya kwa vyombo husika, ili kuifanya nchi yetu kuwa mahali salama na huru dhidi ya matumizi na biashara za dawa za kulevya. Hiyo ndio hali taarifa ya hali ya dawa za kulevya ya mwaka 2025. Na mimi nichukue nafasi hii kusema kwamba Tanzania tumepiga hatua kubwa sana kimataifa. Ni moja ya nchi ambazo zinapigiwa mfano. Kwa mfano, Tanzania sasa sisi tumefanikiwa kumaliza tatizo la dawa ya aina ya heroin duniani, sizungumzii Afrika, duniani. Kwa hiyo hili ni jambo la sisi wa Tanzania kujipongeza na kuipongeza mamlaka yetu na wananchi kwa ujumla kwa kufanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba sasa Tanzania tatizo la heroin ni kwa kiasi kikubwa tumefanikiwa kulimaliza na ni nchi ya mfano duniani. Na ndio maana naiagiza mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kuhakikisha kwamba mafanikio haya ambayo tumeyapata katika kuhakikisha kwamba tatizo la heroin tumelimaliza, tuhakikishe hiyo hali tunaisimamia kwa dhabiti kabisa, ili tatizo hilo lisijirudie, tukijua kwamba hatuishi kama kisiwa. Kwa hiyo juhudi lazima ziendelee, pamoja na kwamba tumedhibiti, lakini tusilegee, tusipweteke, tusijione tumefika, lakini tuongeze juhudi. Lakini jambo jingine ambalo ningependa niwaeleze Watanzania na walielewe
Sisi Tanzania ni miongoni mwa nchi chache sana duniani, kama sio nchi pekee, ambao tunatoa matibabu bure kwa waraibu wa madawa ya kulevya. Nchi nyingine tiba hiyo inalipiwa, lakini sisi Tanzania ni miongoni, kama sio pekee yetu, basi nchi chache sana ambapo serikali inatoa dawa hizi matibabu haya bure, na nyewe mmeona idadi si ndogo. Lakini pia huku kumekuwa na mafanikio makubwa sana katika kuwasaidia watu ambao tayari walishakuwa waathirika wa madawa ya kulevya, na ni kutokana na mafanikio hayo makubwa kabisa ndio maana shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana na madawa ya kulevya limeitangaza Tanzania kuwa ni nchi ya mfano ya kupambana na matumizi ya dawa za kulevya na kuitumia Tanzania kama ni mfano kwa nchi nyingine. Na kwa sababu hii ni taarifa ya 2025, tutakapotoa taarifa ya 2026 mtaona kwamba kutokana na hiyo Tanzania imepewa tuzo, na sio kupewa tu tuzo, tumepewa hata vifaa vya kuimarisha utendaji wetu katika kupambana na dawa za kulevya. Najua hiyo itaelezwa kwa kirefu katika taarifa ya mwaka ujao, lakini ni vyema kwa sababu tunasoma taarifa ya mwaka 2025 wakati hayo yametokea, mjue kwamba Tanzania imepewa tuzo na shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana na dawa za kulevya, na pamoja na hizo tuzo tumepewa mashine za kutusaidia kuimarisha kupambana na kubaini dawa za kulevya. Sasa Tanzania ni nchi kubwa, na ndio maana serikali pamoja na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya imeamua sasa kufungua ofisi za mikoa. Tuwe na ofisi za mamlaka hii katika mikoa, na sio tu kufungua ofisi, lakini pia kuziwezesha, na moja ya nyenzo kubwa ya kuwezesha ni magari. Kwa hiyo na tayari tumekishaagiza magari 17 yako njiani yanafika, na hayo matatu yatakayokuwa yamesalia katika muda mfupi tutayapata. Kwa mimi kupitia mkutano huu pia niwahimize mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya haraka sana tufungue hizi ofisi za mikoa, hasa katika mikoa ile ambayo tunajua ndio njia za mapito ya dawa na kuingia dawa za kulevya, kwa sababu labda mngefahamu kwamba sio dawa za kulevya zote ambazo zinakuja Tanzania ni kwa ajili ya matumizi yetu. Sisi kama mnavyofahamu tunapakana na nchi nyingi, tunapakana na nchi 8. Kwa hiyo Tanzania ilikuwa sio, dawa hizi pia ni njia ya kwenda katika nchi nyingine. Kwa tunapopambana na dawa za kulevya sio tu tunalinda afya ya Watanzania, lakini pia afya ya nchi nyingine ambazo zinatuzunguka, lakini hata nchi za mbali na sisi, kwa sababu dawa nyingine zinakuja alafu zilikuwa zinasafirishwa kwa njia nyingine kwenda hata makontinenti mengine. Kwa mimi nisisitize sana, na hizi ofisi za mikoa tuzifungue kwa haraka na zitusaidie sana katika kupambana na tatizo ambalo bado nalo ni tatizo la mirungi na bangi. Mirungi na bangi, lazima tuongeze juhudi katika kupambana na tatizo la bangi na mirungi, pamoja na kwamba katika bangi imepungua kwa asilimia 55 nukta kadhaa, lakini bado hili ni tatizo ambalo hatuna budi kupambana nalo. Lakini pia tatizo la mirungi, na najua katika bangi sasa imekuja utengenezaji kutumia bangi aina nyingine mbaya sana ya dawa ya kulevya ambayo ni hatari kabisa, ile ya skanka. Kwa hiyo tuhakikishe kabisa tunatumia nafasi hiyo kuhakikisha hiyo. Lakini kwa sababu pia tumefanya mafanikio makubwa, hatuna budi kuimarisha eneo la utafiti. Hao wenzetu mbinu zinabadilika kila siku. Tumeona wenyewe dawa imekuja nchini kama mbolea, kumbe sio mbolea. Baada ya kupimwa imeonekana ni dawa ya kulevya. Maana yake nini? Ni lazima tuwekeze sana katika utafiti, na ili tufanikiwe katika utafiti ninaagiza mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kuingia katika ushirikiano na vyuo vya elimu ya juu katika eneo la utafiti, katika eneo la machapisho. Najua kabisa tunaingia nadhani ndani ya siku 2-3 katika makubaliano na VETA, mamlaka ya VETA, kwa sababu hawa wenye uraibu wa madawa ya kulevya baada ya kuwa wamepata tiba ni vizuri pia wakapata mafunzo ya amali ya kuweza baada ya hapo kuwa na shughuli nyingine za kufanya. Kwa mimi niipongeza kabisa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa uamuzi huo wa kuingia katika mkataba wa maelewano na VETA ili kuhakikisha kwamba hawa ambao wanapata matibabu ya uraibu baada ya hapo pia wanapata mafunzo ya amali na kuweza kujitegemea. Lakini tuongeze eneo la utafiti na vyuo vikuu na vyuo vya utafiti ili tushirikiane kuhakikisha kwamba tunafanya utafiti ambao utatusaidia kuwa na mbinu za kupambana na madawa ya kulevya, lakini pia kuwa na taarifa za madawa ya kulevya, lakini pia hata tu kuhifadhi mafanikio tuliyopata na jinsi ya kuyalinda. Lakini hiyo pia iwe pamoja na taasisi za tiba ili pia kujua mbinu mpya katika tiba ya waraibu wa madawa ya kulevya.
Na kwa maana hiyo basi Tanzania itaendelea kuwa kitovu cha mafanikio ya kupambana na biashara ya madawa ya kulevya, lakini pia matumizi ya dawa ya kulevya. Lakini tunajua kabisa dunia inabadilika kwa kasi sana katika eneo la teknolojia. Kwa hiyo serikali na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya hatuna budi pia kuwekeza katika tehama ili tusaidie katika kupambana na madawa ya kulevya, lakini kwa sababu dunia sasa imeingia katika mfumo mpya ambao ndio umekuja kwa kasi kabisa wa akili unde au kwa Kiingereza artificial intelligence. Tuanze kuona jinsi gani teknolojia, utaalamu huo wa akili unde au artificial intelligence unaweza kutusaidia katika kuimarisha, kutambua aina dawa za kulevya, njia zinazotumiwa, lakini pia katika kuhakikisha kwamba tunapata taarifa za kutosha, na najua kwa kutumia akili unde inaweza kutusaidia pia katika matibabu, ili tuweze kuhakikisha kwamba na sisi tunakuwa sehemu ya maendeleo ya akili unde katika maendeleo chanya ya akili unde katika kupambana na tatizo hili la biashara na dawa za kulevya. Maana hiyo, pamoja na mafanikio haya makubwa na hayo ambayo nimeelekeza, lengo kubwa la serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan sasa ni kuandaa mkakati wa muda mrefu wa kupambana na wa kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Tumepata mafanikio haya, lakini ni lazima tuwe na mkakati wa muda mrefu, tuwe na mpango wa muda mrefu ili kuhakikisha kwanza haya mafanikio tuliyopata tunayalinda, lakini tunapata mafanikio zaidi katika kupambana na kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Sina sababu ya kueleza kwa kirefu madhara ya dawa za kulevya, lakini nyote mnafahamu waathirika wakubwa wa dawa za kulevya ni vijana ambao ndio nguvu kazi na ni katika umri ambao wanatakiwa watumikie familia zao, watumikie jamii yao, watumikie nchi yao, ndio wanajikuta wameingia katika tatizo la madawa ya kulevya. Na maana hiyo ni nguvu kazi iliyopotea. Wao wenyewe wanakuwa ni tatizo, lakini pia wanakuwa ni mzigo, lakini pia taifa linakuwa limepoteza nguvu kazi ambayo lingelihitaji katika kuleta maendeleo yake. Kwa hiyo niwashukuru sana waandishi wa habari. Vyombo vya habari mna nafasi kubwa sana katika mapambano ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Nyinyi ndio mnaoweza kufikisha habari kwa wananchi, lakini pia ningewashajiisha mfanye investigative journalism katika maeneo haya, kutusaidia kujua njia, mbinu, wahusika wa madawa haya ya kulevya, ili sote tuwe wabia katika kupambana na madawa ya kulevya. Na mimi nafahamu kabisa nguvu na uwezo wa vyombo vya habari katika vita vya aina hii. Nyinyi ndio mnakaa na jamii, nyinyi sio tu mnaielimisha jamii, lakini nyinyi pia mnapata taarifa kutoka katika jamii, na taarifa ambazo mnazipata na kuziandika au kuzitangaza zinaisaidia sana serikali kujua ni maeneo yapi iongeze jitihada, ni maeneo yapi iongeze nguvu, ni maeneo yapi iongeze msukumo katika kupambana na madawa ya kulevya. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kurudia tena kumshukuru sana kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwekeza kwa hali ya juu kabisa katika mapambano ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, na yamekuwa na mafanikio makubwa. Lakini kama nilivyosema, mafanikio haya tutaendelea kuyalinda, hatutapweteka ili kupata mafanikio zaidi. Lakini pia nichukue nafasi hii kuipongeza sana mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa kazi kubwa mnayofanya. Ni kazi ya hatari kwa maisha yenu nyinyi wenyewe, hatari kwa familia zenu, kwa sababu mnapambana na watu ambao si wadogo. Biashara hii ni biashara ya dunia nzima, is a global na ina mitandao mingi na mitandao ya hatari, na watu tunafahamu katika nchi nyingine wamefanikiwa kuzikamata zile nchi na serikali za zile nchi hazina nguvu. Kwa hiyo niwapongeze sana na niwatie moyo wafanyakazi wote wa mamlaka, muendelee kufanya kazi kwa bidii, kazi kwa weledi, kazi kwa uzalendo.